Ninayekualika katika kipindi hiki langu jina ni Salome Mlai. Makinika nami wasahu ninapoanza hadi pale nitakapofika tamati. Na moja kwa moja nitaanza kwa kukusogezea habari zilizopewa uzito kwenye magazeti ya leo. Nikilianza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari iliyopewa uzito kwenye gazeti hili inasema hatua mpya kesi ya uhaini Ngoma bado mbichi. Lissu akutwa na kesi ya kujibu, anza hatua ya kujitetea, awataja Rais Samia, Kassim Majaliwa, Dr. Mpango kuwa mashahidi wake. Upande wa Jamhuri wampinga, mvutano wa kisheria waibuka, ulinzi kila kona. Nitajitetea mwenyewe, nitakuwa na mashahidi upande wa utetezi. Hiyo ni nukuu yake kutoka kwa Tundu Lissu. Habari inaendelea ukurasa wa 4 na wa 5. Lakini habari bwana, kuna nukuu kadhaa hapa. Jamhuri wanasema hakuna haja Rais Samia kuitwa mahakamani. Wakili wa serikali mkuu Nasro Katuga amesema hakuna sababu ya kumuita Rais Samia kuwa shahidi, akieleza kuwa watendaji wanaofanya kazi kwa niaba yake tayari wametoa ushahidi. Asema mashahidi wengine wanaweza kuitwa kwa kufuata utaratibu. Na habari inaendelea kusema katiba ya Tanzania inautambua uhaini kama miongoni mwa makosa mazito zaidi dhidi ya Jamhuri, ukihusisha moja kwa moja usalama, mamlaka na ulinzi wa dola yenye mamlaka ya juu. Adhabu yake ni kifo. Kesi kubwa za uhaini Tanzania mwaka 1972 hadi mwaka 1973 baada ya Karume kuuawa Zanzibar ilikumbwa na msako mkubwa uliosababisha kesi ya uhaini dhidi ya zaidi ya watu 40. Mwaka 1983 hadi mwaka 1985 maofisa 14 jeshi na raia 5 walishtakiwa kwa njama ya mapinduzi, baadhi walihukumiwa jela maisha. Mwaka 1997 hadi mwaka 2000 viongozi na wanachama 18 wa CUF walikabiliwa na kesi ya uhaini iliyofikia mahakama ya rufani mwaka 2000. Na mwaka 2025 hadi mwaka 2026 Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini katika kesi namba 19605/2025 mbele ya jopo la majaji watatu. Hii ni habari inayoendelea ukurasa wa 4 na wa 5 kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Na nageukia habari nyingine hapa inayopatikana ukurasa wa 19. Habari hii inasema walimu 6 mbaroni kwa mauaji ya mwanafunzi. Muhasi yagundua dawa ya tezi dume. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Habari nyingine hapa inasema mashahidi 52 kutumika kesi ya vigogo wa CWT. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Chaka bado wamo, hawapoi wala hawaboi. Ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwananchi Tanzania. Na ligeukia gazeti jingine hapa, gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nikipita na ujumbe wake, Feitoto anasema kila laheri timu yangu ya Singida kwenye mechi ya leo. Feitoto. Haya bwana, wenye Singida yao nitawaambia nini mimi. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, kwa Jumamosi ya leo, habari kubwa inasema ukombozi kiuchumi. Rais Samia leo kuzindua rasmi bwawa la Nyerere likichangia 44.9% ya umeme gridi ya taifa. Labeba matumaini ya viwanda, biashara, uwekezaji nchini. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Bandari Dar es Salaam yakaribia kuhudumia makasha 700,000. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Wasira aonya siasa za fedha CCM kupata uongozi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 20. Lissu kikaangoni aanza kujitetea. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Gesi asilia kuiondoa Tanzania kwenye utegemezi wa petroli. Ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, kwa Jumamosi ya leo. Zanzibar Leo ni gazeti ninaloligeukia kwa ukweli na uwazi. Hili linasema Dr. Samia kuandika historia mpya, kuzindua bwawa la Mwalimu Nyerere. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Na miongoni mwa habari ambazo zimepewa uzito, habari ambazo zimeapia kwenye magazeti mengi kurasa za mbele, ni miongoni mwa hii habari hapa kuhusiana na rais kuzindua bwawa la Mwalimu Nyerere. Mohammed bin Salman kufanya ziara Ufaransa. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 9. Cheti cha ithibati kimataifa cha maabara kuipa hadhi Zanzibar Dr. Mkuya. Ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. Hizi ni habari ambazo zimepewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Tunaliweka kando gazeti la Zanzibar Leo, tunaligeukia gazeti jingine hapa, gazeti la Taifa Tanzania.
Uzalendo kwanza. Wewe ni mzalendo? Au wewe ni mzabibu? Gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, habari kubwa hapa inasema Toski yavutia wabunge kutoka Malawi wafanya ziara nchini kuangalia mifumo bora ya kudhibiti mbegu. Habari kamili inaendelea ukurasa wa pili. Wakulima washauriwa kutumia mbegu bora kuimarisha kilimo, ni habari inayoendelea ukurasa wa pili. Kambi ya afya na uchunguzi wa macho yatoa huduma kwa Watanzania zaidi ya 9,000 Dar es Salaam, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Kairuki aitaka TTCL kuongeza kasi kuunganisha fiber majumbani, ni habari inayoendelea ukurasa wa 5. Maafisa maendeleo watakiwa kutoa elimu kuhusu mikopo ya 10%. Habari hii inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Taifa Tanzania. Uzalendo kwanza, Balozi Florence anasema karibu. Asante sana balozi. Na aliangazia gazeti la Biashara Leo kwa Jumamosi ya leo. Habari kubwa inasema Waziri Omar ashukuru. Kiswahili. Kiswahili kinanipigia chenga. Najua bwana Kiswahili. Maseke anasema upo vizuri sana mrembo. Asante sana Maseke. Jackson Kaya anasema na kufuatilia mubashara Salome. Asante sana Kaya. Habari kubwa kwenye gazeti la Biashara Leo inasema Waziri Omar ashukuru shirika la fedha IMF ni kwa ushirikiano wa muda mrefu na Tanzania. Asema serikali itaimarisha ushirikiano na shirika hilo. Amkaribisha mtendaji mpya wa shirika hilo kutembelea miradi ya kimkakati. Tumekuwa na ushirikiano na IMF kwa muda mrefu tangu miaka ya 1960 hadi leo. Habari inaendelea ukurasa wa pili. Habari nyingine inasema Rais Samia kuweka historia nyingine, uzinduzi wa bwawa la Julius Nyerere JNHPP. Alilikuta likiwa 33% mwaka 2021, akalikamilisha. Sasa limezalisha umeme megawati 2115. Kamati ya bunge PIC aridhishwa na ukuaji wa sekta ya bima nchini, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Biashara Leo. Balozi anasema kutoka Nairobi, Kenya, na tazama live. Hongera kwa kazi nzuri, asante sana. Timba anasema tuko pamoja, uko makini. Asante sana Timba. Twende pamoja. Msiniache peke yangu. Ukiniacha utanionea. Margaret anasema Yanga anacheza lini? Hivi Yanga anacheza lini jamani? Wana Yanga mje mnisaidie kujibu. Wana Yanga mnacheza lini? Iskari anasema habari dada. Habari yangu ni njema kabisa Iskari. Msichana wangu Enjo, njoo. Oscar Mibulo, njoo mnisaidie kujibu. Yanga wanacheza lini? Mnipe majibu. Timba anasema uko vizuri, unakinyosha vizuri sana Kiswahili. Asante sana Timba. Naligeukia gazeti la Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu. Kipaumbele chako ni nini? Kipaumbele changu mimi ningesema, lakini watu mtaanza kunishambulia. Habari kubwa hapa inasema Rais Samia kuandika historia nyingine leo. Anazindua bwawa la Mwalimu Nyerere Rufiji. Alilikuta likiwa 33% mwaka 2021. Sasa linazalisha megawati 2115. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Rais Samia kuwarejesha nyumbani wa Tanzania 669 kutoka Afrika Kusini, ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Kamati ya bunge ya uwekezaji yaipongeza mamlaka usimamizi wa bima. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 5. Water for Africa lapewa kongole kwa kupeleka maji Mufindi, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Mtanzania leo. Kazi ni kipaumbele chetu. Haya, Abraham anasema una sauti nzuri sana. Asante sana Abraham, utukufu kwa Mungu. Iskari anasema Yanga tunacheza Jumatatu. Haya, Margaret umepata jibu. Yanga mnacheza Jumatatu, ushajibiwa hapo na mwana Yanga. Watu wako makini na timu zao, yani hawataki kupoteza taarifa yoyote. Edward anasema Yanga atacheza tarehe 24 na JKT Tanzania saa 12 na dakika 15. Jamani, utawaambia nini watu? Watu wana taarifa za timu yao mwanzo mwisho. Asante sana Edward. Naligeukia gazeti la Mwananchi Huru Tanzania. Habari kubwa inasema Rais Dr. Samia katika uzinduzi wa kihistoria leo. Hii ni miongoni mwa habari ambayo imepewa uzito kwenye magazeti ya leo kurasa za mbele. Timba anasema madamu unapatikana wapi?
Capital City of Tanzania, Dodoma. Nchi ya zabibu. Habari hii inaendelea kusema kutoka 33% mwaka 2021 hadi kukamilika kwa bwawa la Julius Nyerere JNHPP ni la 3 kwa ukubwa barani Afrika, likitanguliwa na Ethiopia na Misri. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. PIC yaridhishwa na ukuaji wa sekta ya bima nchini, yaipongeza TIRA kwa kazi kubwa ya kuongeza ufikiaji na ufanisi wa huduma. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Wabunge Malawi wafanya ziara kujifunza TOSCI inavyodhibiti ubora wa mbegu, ni habari nyingine iliyopewa uzito hapa na inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwananchi Huru. Muhimbili Mloganzila yapandikiza figo wagonjwa wengine. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwananchi Huru. Sasa usije ukasema huna gazeti. Wewe kama ni Mwananchi Huru, gazeti lako ni hilo hapo. Ritunda anasema good morning. Good morning Ritunda, how are you? How do you today? How do you do today? Where are you from? Jamani, mwanifanya naongea Kidhungu, Kiingereza, naongea Kimombo. Cha kuombea maji tu. Haya, napita na ujumbe wake. Nelson anasema hatujui wanacheza lini. Saidi Mnape wamesema tarehe 24 Jumatatu. Right, tarehe 24 saa 2. Wamesema Yanga wanacheza tarehe 24 na JKT Tanzania saa 12 na dakika 15. Nelson, are we together? Ritundi anasema Nairobi, Kenya. Asante sana kutoka pale Kenya. Feitoto anasema vyote vinategemeana, ila wachezaji bora ni muhimu zaidi kuliko kocha. Ila ni vizuri wachezaji bora wafundishwe na kocha bora, timu itakuwa balaa. Ameendelea kutoa maoni yake kwenye mjadala wa siku ya leo. Dia anasema hi cousin Heidi, how are you? Clock it for me. Okay, Harry anasema nakupata vizuri nikiwa Njombe Ludewa by nice. Asante sana. Azel anasema uko good mdada, niko good sana. Feitoto anasema Salome anaipenda sana Yanga. Basi nafurahi kweli. Mimi napenda timu zote. Isanga anasema naitakia Simba ushindi leo. Asante sana. Izael anasema vipi FVS upande wako wewe unaionaje? Naiona nzuri. FVS kuna sehemu imepiga bwana, watu wanalia, watu wanapiga kelele. Wanasema ukirusha jiwe gizani ukasikia kelele, ujue limempata mtu na anaugulia maumivu. Jackson anasema watoto umeamkaje? Nimeamka salama ba watoto, habari ya kwako? Niliamka kimya ba watoto, kuwahi kibarua. Iskari anasema naitakia Singida ushindi leo. Yaani ukiona mtu anasema leo anaitakia Singida ushindi, basi ujue Singida leo wanafunga. Okay, D anasema hi cousin, how are you? Temba anasema nakupata mubashara pande za Dizim Stand ya Mbezi Magufuli. Asante sana kutoka pale Magufuli. Busia Kenya anasema tuko ndani kama kaptura. Nyie. Niseme nini mimi? Ritunda anasema Simba FC kiboko yao au sio? Wanasema ubaya ubwela. Hivi kauli mbiu ya Simba kwa msimu huu hapa ni ipi? Simba nguvu moja au ni ipi? Mniambie wana Simba. Huyu anasema Evelyn anasema mambo vipi? Simba leo ipigwe. Haya sasa, wacha tuone, muda utaamua. Sawa, na ligeukia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Habari kubwa hapa inasema Lissu akutwa na kesi ya kujibu. Jopo la majaji watatu mahakama kuu latoa uamuzi ni katika kesi inayomkabili ya uhaini. Ataja viongozi wa juu serikali mashahidi wake. Ataka waitwe mahakamani kutoa ushahidi. Mnyukano wa kisheria waibuka kati yake na wanasheria wa serikali. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Kunenge, uzinduzi JNHPP ni wa kihistoria leo. Ataja hatua hiyo itaongeza nguvu ya umeme viwanda mkoani Pwani. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 3. Waziri Omar aeleza manufaa ya IMF kwa Tanzania, ni habari inayoendelea ukurasa wa 2. TBS, FCC, WMA zaagiza kukomesha bidhaa bandia. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge.
Tanapa anasema Simba isoni 3. Okay, kwamba Simba wafunge 3. Haitaita sawayu. Napita na ujumbe wake. Jackson anasema mimi niko poa kabisa malkia wangu. Asante sana Jackson. Unakajiwa kale ka feeling kakuitwa malkia asubuhi na mapema. Azael anasema huyo Simba acha nyukwe tu. Maria Mkuba anasema tunakupata tukiwa Mozambique. Asante sana Maria. Masazi Vinalo, we Masazi, long time no see. Nimefurahi kuona ujumbe wako. Masazi anasema jamani Masazi kwanza. Anasema dada Salome mambo ni poa kabisa. Iskari anasema kauli ya Simba ni kuongeza kadi nyekundu. Simba ndio kauli mbiu yenu msimu huu nyie. Haya, Nelson anasema Fei kwa nini aji Yanga? Said Mnape kutoka Mozambique. Azam wamegoma kumuuza, wanapandisha thamani yake. Azam lengo lao ni kupandisha thamani ya wachezaji wa nyumbani kwanza. Sasa ile kauli ambayo wanasema Nabii hakubaliki kwao, sasa itaenda kufa rasmi. Wahenga hawaamini wanachokiona, na wakipigiwa simu zao hazipatikani. Clock it for wahenga. Okay, napita na ujumbe wake. Margaret anasema msimu huu kauli mbiu ni pesa zipo benki. Selemani anasema naitwa Selemani, nauliza Feitoto yuko wapi? Sijaelewa mpaka sasa. Yuko timu gani? Feitoto yuko timu ya Azam FC. Jackson anasema my love, Mfalme anacheza saa ngapi? Simba inacheza saa ngapi jamani leo wana Simba? Inacheza saa ngapi? Titus anasema mambo ni poa kabisa Titus. Mje mniambie Simba anacheza saa ngapi? Kuna mtu anauliza huku. Elisha anasema kwa hiyo kesi ya Lissu imefikia wapi? Tunaendelea kusoma. Lisa anasema umependeza mdada. Jamani Lisa, asante. Najua kilichonifanya nipendeze. Mimi ni Mtanzania halisi. Dakika ni 19 zimeondoka baada ya kugonga 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi hewani Amka na Imba Nasi. Tanapa anasema kauli mbiu ya Simba ni ubaya ubwela season 3. Asante sana Tanapa. Yes, tuligeukie gazeti jingine hapa, gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Habari kubwa hapa inasema historia kuandikwa. Rais Samia kuzindua mradi wa umeme JNHPP leo, wagharimu shilingi trilioni 7.4, watajwa kuwa chachu ya kuongeza uchumi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Waziri Omar ashukuru IMF kwa ushirikiano na Tanzania, asema ushirikiano huo umeendelea kuwa muhimu katika kuimarisha uchumi na utekelezaji wa ajenda za maendeleo nchini. Kituo cha Kurasini kuanza kuhudumia makasha ya mizigo Novemba mwaka huu, Profesa Mbarawa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Lissu bado ana kesi ya kujibu, ni katika shauri la uhaini namba 19605 mkwaju 2025 linalomkabili sasa kuanza kujitetea mahakamani. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Wabunge Malawi wafanya ziara kujifunza Toski inavyodhibiti ubora wa mbegu. Habari inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora. Titus anasema kauli mbiu yetu tutachafua Jangwani mpaka msimu uishe. Wanaenda kushusha kifusi. Haya, mabalaa ndio kama hayo yanawapata jamani, lakini mbona hamjifunzi? Basi Titus, inawezekana nyie kuna vile vyo vya bei rahisi jamani, vile vya plastiki. Nimesahau jina lake. Fanyeni namna mpate sehemu ya kujisitiri. Selemani anasema natafuta mke. Haya Selemani, ukipata mke hakikisha unapita kwangu, mahari nitapokea mimi. Jackson anasema najisikia vizuri sana pindi ninavyosikia sauti yako Malkia. Asante sana Jackson. Masazi Vinalo anasema mimi niko bize tu kutafuta tonge. Shemeji ana enjoy kuona tabasamu lako. Mwambie hapa na tabasamu kwa ajili yake. Hai shemeji. Na aliangazia gazeti la Dira ya Mtanzania, hoja ya wote. Habari kubwa hapa inasema Rais Samia kuandika historia mpya leo kuzindua bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere. Waziri Ndejembi asema umeme huo utauzwa Zambia na Kenya. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 2. Wakenya
tutawauzia umeme. Karibuni sana. Waziri Omar ashukuru IMF kwa ushirikiano wa muda mrefu na Tanzania, ni habari inayoendelea ukurasa wa 3. Profesa Shemdoe, viongozi serikali za mitaa, epukeni migogoro. Habari inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania. Mganda TV anasema umetisha sana, asante sana. Titus anasema mnyama akiwasha saa 10 atakiwasha saa 12 kamili jioni. Haya, uliouliza Simba wanacheza saa ngapi? Ni saa 12 kamili jioni. Juma Saifu anasema kwa kweli nashindwa hata kufuatilia klabu yangu pendwa ya Simba Sports Club kujua anacheza saa ngapi, sababu ameandika kwa hisia, kwa uchungu. Ni saa 12 Juma. Usiumie hivyo. Mpira ni burudani, lazima tufurahi. Jackson anasema nakutakia kazi njema mpenzi, naenda kazini mpenzi. Asante sana Jackson, kila la heri. Mungu akubariki uingiapo na utokapo. Mungu akabariki kazi zote za mikono yako. Naliangazia gazeti la Uhuru, kweli daima wanawake. Habari kubwa inasema imetimia, ni ndoto ya miaka ya 1970 ya ujenzi wa bwawa kubwa la umeme. Rais Samia aitimiza. Rais wetu anafanya kazi vizuri, nampenda kwa kazi zake na nitatetea kazi nzuri anazozifanya. Alisema atatekeleza. Hii ni nukuu kutoka kwa mzee Joseph Butiku. Nukuu nyingine hapa inasema ndoto za Mwalimu Nyerere tumeziona zikitekelezwa kupitia Rais Dr. Samia. Tumshukuru Mungu kwa kutupa rais huyu. Nukuu hii ni kutoka kwa Waziri mstaafu Ana Abdallah. Yes, bwawa kubwa zaidi duniani ni Three Gorges, lipo China, megawati 22,500. Afrika, bwawa kubwa ni Grand Renaissance Dam la Ethiopia, megawati 5,115. Bwawa la Julius Nyerere Tanzania, megawati 2,115. Bwawa kuu la Aswani nchini Misri, megawati 2,100. Bwawa la Kahora Bassa Msumbiji, ni habari ambayo inaendelea ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Uhuru. Wasira azidi kutoa darasa la maendeleo. JNHPP, mafanikio ya Rais Samia kujenga mwelekeo mpya wa kiuchumi, ni habari inayoendelea ukurasa wa 13. Habari nyingine hapa inasema miaka 50 ya ndoto ya Nyerere JNHPP yatimia. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Safari kutoka Striglas George hadi bwawa la Julius Nyerere, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Benki ya Dunia yaipa maua TPA, habari inaendelea ukurasa wa 8. Lissu ana kesi ya kujibu, ni habari inayoendelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na aligeukia gazeti jingine hapa, gazeti la Sauti Yetu, dakika 25 zikiwa zimekatika baada ya kugonga saa 1 kamili kwa saa za Dodoma, Tanzania. Gazeti la Sauti Yetu linasema Lissu katika mtihani wa uhaini na kifo. Mahakama yaeleza ana kesi ya kujibu. Awaita rais DGIs, IGP, CDF kumtetea. Heche asema ni siku nyeusi. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4. Mchengero, hatuwezi kufika kwa kusifiana pekee. Watu wa michezo mpo? Hi cousin, hatuwezi kufika kwa kusifiana pekee. Ukikosolewa, kosoleka na ubadilike. Habari hii inaendelea ukurasa wa 4. Dr. Kiruswa, serikali kushughulikia changamoto za wawekezaji kwenye madini, ni habari inayoendelea ukurasa wa 4. Balozi Omar, IMF mshirika muhimu utekelezaji dira 2050, amwalika mwakilishi kutembelea maeneo ya fursa. Habari kamili inaendelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Sauti Yetu. Yes, na gazeti la Sauti Yetu linanipa fursa ya kupata mapumziko.